Watazamaji wa Hayatu TV, nichukue nafasi hii kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Niwakumbushe kwamba saa hii tuko katika kipindi chetu cha saa ya neema na kweli. Kipindi hichi kimekuwa cha baraka, na nafikiri ratiba ya kipindi chetu kinaruka siku ya Ijumaa saa 3 usiku, siku ya Jumamosi saa 3 usiku, siku ya Jumatatu saa 3 mchana, lakini pia siku ya Jumatano kipindi hichi kinaruka kuanzia saa 1 jioni. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kwanza kabla tujaanza kipindi chetu, hebu nifungue kipindi hichi kwa maombi. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya nafasi ya kipekee. Asante kwa sababu neno lako linaenda kuachiliwa kwa namna isivyo ya kawaida katika fikra zetu na fahamu zetu. Roho Mtakatifu, tuko katika nafasi ya kujifunza, kusikiliza wewe na kujifunza kutokana na maandiko. Asante Bwana Yesu kwa sababu tunajua tayari uko mahali hapa. Kwa sababu tunapokutana wawili au watatu, tayari Kristo unajidhihirisha. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu najua kipindi hichi unakiongoza wewe. Na ninaomba kwa ajili ya mtazamaji ambaye anakutazama, ninaomba akapate kuelewa, pasiwepo na interruption yoyote katika fikra au mawazo, ili aweze kupokea ufahamu sahihi kama Roho Mtakatifu upendavyo. Tunakubariki Mungu wa mbinguni, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi watazamaji wa Hayatu TV, nichukue nafasi hii sasa. Kwanza kabisa kabla sijaanza niweze kusema kwamba siku ya leo tunaye mgeni maalum ambaye anatoka Mwanza. Tumetembelewa leo na mtu special sana, mtu maalum sana, na nitampa nafasi atajitambulisha. Lakini yeye ni dokta katika eneo la uongozi. Ni mtu ambaye ni mkufunzi. Kwa kumwelezea hapa dokta ambaye niko naye hapa, labda nimtambulishe. Anaitwa Dr. Zakayo Nzogere. Kwanza, Dr. Zakayo Nzogere yeye ni mchungaji, lakini pia ni baba wa familia. Lakini pia katika vitu ambavyo ninamfahamu Dr. Nzogere ni kwamba yeye ni mwandishi wa vitabu. Ameandika vitabu katika vitabu mbalimbali katika eneo la ndoa. Ni mkufunzi mzuri sana. Is the fine teacher in the area of marriage. Ukisoma moja ya vitabu vyake, nafikiri vitafanyika baraka sana kwa ndoa yako. Lakini pia kitu kingine, najaribu kumdescribe kwa sababu ni mtu nimekaa naye Mwanza kwa muda mrefu. Sasa Pastor Zakayo is motivational. Ni mtu ambaye ukikaa naye atakumotivate kufanya kitu. Atakushauri angalau usibaki pale pale, angalau upige hatua. Kitu kingine ambacho ninajua kuhusu Pastor Zakayo ni kwamba Pastor Zakayo is the futuristic. Ni mtu ambaye anapenda kuishi siku zake za kesho. Kwa hiyo mimi naamini siku ya leo watu wa Kahama, we are going to get a lot. Tunakwenda kujifunza sana. Lakini siku ya leo hatutagusa maeneo mengine. Maeneo ambayo tutagusa, eneo kubwa sana ambalo yeye amequalify, ameweza kugraduate. Yeye ni Doctor of PhD in Leadership. Kwa hiyo ningependa tuweze kuliangalia eneo la uongozi. Ni kitu ambacho wiki nzima nimekuwa nikitafakari. Uongozi umekuwa tatizo sana. Tukianzia kwenye eneo la familia. Familia nyingi zinaharibika, familia nyingine zinavunjika kwa sababu hierarchy ya uongozi kwenye familia unakuta haijakaa vizuri. Hiyo haiishi tu hapo, lakini pia kanisani. Makanisa yetu tulionayo Tanzania, ukiangalia hierarchy ya uongozi au watu ambao ni viongozi makanisani, kuna maeneo fulani unakuta makanisa hayaendi vizuri kwa sababu ya kupungukiwa kwa hizi skills za leadership. Lakini pia hata national wise, katika sekta mbalimbali ambazo tulizonazo, uongozi ni tatizo kubwa sana. Pia nchi za Afrika, kitu kimoja ambacho kimefanya bara la Afrika listuck, lisiweze kwenda na speed ambayo dunia inakwenda nayo. Dunia ina move very fast. Ili uweze kumove very fast unahitaji kuwa na skills leaders, watu ambao wamebobea katika uongozi. Ukiangalia taifa la Marekani lina prosper kwa sababu lina viongozi, lina watu ambao wamefundishwa, yani watu ambao wamejua historia ya nchi, wameelewa ile nchi yao ilivyo na wamefundishwa katika uongozi. Kwa hiyo wanapokaa katika nafasi za uongozi, basi wanafanya vizuri. Basi hebu nisipoteze muda kwa sababu naweza nikaongea sana. Kabla tujaanza, naomba nisome andiko alafu nimkaribishe Dr. Nzogere. sawa. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 kuanzia mstari wa 7. Maandiko yanasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Kiangalia hapa, Paulo anasema wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Kwa maana yake kwamba Wakristo waliokuwepo kipindi kile kulikuwa na viongozi ambao walikuwa wakiwaongoza. Lakini hapa ni kama Paulo anawa credit kwamba muwakumbuke kwa sababu waliwaongoza na walikuwa viongozi wazuri. Kwa anasema muwakumbuke. Sasa nisiende mbele sana kwa sababu najua muda wetu ni mchache, dakika 45 ni chache sana, nisichukue muda mwingi sana.
Dr. Nzogere. Ndio. Karibu katika kipindi cha Saa ya Neema na Kweli. Ninashukuru sana mtumishi wa Mungu. Sawa sawa. Labda tungependa kusikia introduction fupi juu ya wewe mwenyewe ujisemee, alafu then tuweze kuendelea na talk show ya kipindi cha Saa ya Neema na Kweli. Nashukuru wapenzi watazamaji, ninawasalimu nyote katika jina la Yesu, na kama nilivyotambulishwa ni Dr. Zakayo Nzogere, ni mume wa mke mmoja anaitwa Carol Evelyn Nzogere, na Mungu amenibariki na watoto wa kuzaa wawili, Belinda na Brenda, lakini na watoto wengine wengi wa kiroho wa kuadopt. Kwa hivyo nina watoto wengi. Amina. Pia namshukuru Mungu kwa fursa hii aliyonipa kuja Kahama na kuweza kuongea na wewe msikilizaji unayotutazama hapo ulipo, na ninaamini siku ya leo Mungu atakwenda kuzungumza na wewe pamoja na mambo mengine ninayofanya, lakini mimi ni mchungaji wa kanisa la Mwanza International Community Church lililoko pale jijini Mwanza, kanisa la kimataifa linalohudumia watu wanaotoka zaidi ya mataifa 10. Kwa hivyo nakukaribisha, kama utakuja Mwanza basi tutafutane. Asante sana. Sawa. Basi nisipoteze muda kwa sababu hapa basi nichukue nafasi hii nianze na swali ambalo limekuwa likiingia kwenye ufahamu wangu na kutoka. Ndio. Pastor, who is a leader? Kiongozi ni nani? Kiongozi kwa sentensi moja, a leader is an influencer. Kiongozi ni yule ambaye ni mshawishi. Okay. Sasa kuna viongozi wazuri, kuna viongozi wabaya, lakini wote common factor ya uongozi ni nguvu ya ushawishi. Okay. Kwa hivyo hata ukiwa na kiongozi mbaya akaweza kuwashawishi watu wanakuwa wabaya. Ukiwa na kiongozi mzuri akiwa na nguvu ya ushawishi watu wanakuwa wazuri. Kwa hivyo uongozi ni nguvu ya ushawishi. Na labda huyu kiongozi ambaye unasema kwamba ni kiongozi mwenye nguvu ya ushawishi. Unapoangalia familia zetu hasa za Watanzania. Lakini mimi ningependa kwenda direct kanisani. Kwa sababu hichi kipindi ni kipindi ambacho tunadili sana na mambo ya kanisani. Najua hapa kama tuna makanisa mengi. Na wewe hapa unatazama una kanisa lako. Unajua mambo yanavyokwenda kule kanisani. Kuna mchungaji, kuna wazee wa kanisa, kuna washirika, kuna watu wa praise and worship team. Sijui unaonaje mfumo wa uongozaji wa makanisa? Changamoto kubwa ni nini? Sasa hapo kwa sababu sijajua kwamba tunataka tuangalie tatizo ama tunataka kuangalia mafanikio, kwa sababu inategemea unataka kuangalia kwa upande gani. Kwa sababu katika kila kitu kuna pande mbili. Hata katika mafanikio kuna changamoto. Kwa hivyo sasa kama tukitaka kuangalia kwanza kwenye mafanikio, naweza ngasema kanisa kwa ujumla wake. Kanisa ni structure. Kanisa lina uongozi. Ukiangalia hata kuanzia kanisa la kwanza. Kwa mfano Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Lakini katika wale 12 of course yeye ndo alikuwa director wa ile ministry. Katika wale 12 Yesu alikuwa na wanafunzi watatu ambao walikuwa kama ndio inner circle. Alikuwa ni Petro, Yakobo na Yohana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo Yesu alikuwa akifanya hawaambii wote 12, anawaambia tu hawa watatu. Kuna baadhi ya mikutano ambapo anaenda, kwa mfano alipoenda kumfufua binti Yairo, Yesu hakuchukua kila mtu, alichukua tu wanafunzi watatu. Alipokwenda kwenye mlima ambapo aligeuka sura na Elia na Musa wakashuka, walikuwa Yesu na wanafunzi watatu. Wale wengine walikuwa wamewaacha. Kwa hivyo hii inakuonyesha pia structure leadership, kwamba palikuwa na kiongozi mkuu, lakini chini yake alikuwa na watu wengine, hao watatu, na of course mmoja wao alikuwa karibu zaidi, yani Yohana. Lakini chini ya hao watatu kulikuwa kuna hao wengine, lakini kuna group tena ya watu 70, kuna group ya watu 120, alafu ndio watu wengine wote. Kwa hivyo kanisa kuanzia mwanzo lilikuwa na hierarchy. Lakini pia hata baada ya Yesu kufa na kufufuka, kanisa la pale Yerusalemu sasa pia palikuwa na uongozi. Kwa mfano ukisoma sura ya 9 kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya huyu Sauli ambaye ndo Paulo, baada ya kuwa ameokoka, baada ya kubadilika, akawa anataka kwenda kujitambulisha kwenye kanisa. Wakamkataa. Ikabidi mtu anayeitwa Barnaba ndo akamchukua akampeleka kumtambulisha kwa wazee, na wazee wakampa utaratibu, hapa tunafanya hivi na hivi. Kwa hivyo kanisa kama kanisa ni taasisi yenye utawala. Na utawala pia ni mfumo wa kimungu. Hata Mungu katika operation zake
ni Mungu mwenye hierarchy, ni Mungu mwenye utawala. Kwa hivyo kanisa ninavyoliona kwa ujumla wake, ninaona uongozi umekaa vizuri. Lakini at the same time, pamoja na kwamba tuna uongozi mzuri, lakini kuna upande wa pili mwingine ambapo naweza kusema kuna udhaifu kidogo kwenye baadhi ya taasisi za makanisa inapokuja kwenye swala la uongozi. Mimi ninaamini kwamba kanisa kama taasisi haitakiwi kuwa ni one man show, haitakiwi kuwa ni taasisi ya mtu mmoja. Kwamba huyu mtu mmoja anapofanya maamuzi hakuna wa kumuuliza, hakuna check and balance, kwa sababu katika uongozi lazima kila mtu awe na kiongozi anayemsikiliza. Na pastor, hilo nimeona ikiwa ni tatizo kubwa sana kwa hapa Tanzania. Unakuta makanisa mtu mmoja mpaka anakuwa kama anaabudiwa. Na hao wengine wanakuwa kama ni victim. Nafikiri sijui kanisa linapofika kiwango hicho linakuwa katika hali gani? Sasa kwenye eneo la uongozi. Sasa hapo ni shida. Kwa sababu kwa mfano hata ukichukulia rais wa nchi. Sawa. Pamoja na kwamba yeye ndio kiongozi mkuu, lakini unaona kuna watu wanaomzunguka. Rais ana washauri wake, ana washauri wa kila jambo. Kwa sababu kuwa kiongozi haina maana kwamba unajua kila kitu. So that's a very wrong mentality of leadership. Kuwa kiongozi, tena mara nyingine unaweza ukawa kiongozi ambaye hata hujui vitu vingi, lakini wewe unaweza tu ukamobilize watu. Unaona Kwa hivyo ndio maana kiongozi anakuwa na washauri kwenye swala la afya. Kwa mfano rais, watu wa afya, watu wa uchumi, watu wa elimu, watu wa jamii. Kwa hivyo kunakuwa na watu ambao wanamzunguka, lakini mwisho wa siku yeye ndo anakuwa kama ana moderate, anakuwa kama anafanya maamuzi ya mwisho. Kwa hivyo sasa tunapokuja kwenye kanisa, ikifika mahali ambapo tuna kichwa kimoja ambacho kinaamua kila kitu na hakuna wa question, huo sio utaratibu wa kimungu. Sio utaratibu wa kimungu, kwa sababu japokuwa Mungu ni Mungu, lakini pia alikuwa anaangamiza wanadamu wote. Musa akamwambia, lakini mzee, sasa ukiwaangamiza wote, watu watasemaje? Watasema umewatoa huko utumwani kuja kuwamalizia jangwani. Mungu akaona, okay fine, ngoja ni wapi. Kwa hivyo kama Mungu mwenyewe anajifanya kuwa vulnerable, anaweza akajiachia kumsikiliza mwanadamu, sembuse kiongozi wa kawaida. Labda pastor kwa pia doctor kwa kuchangia hapo, ni kwamba nilikuwa nafikiri nawaza wiki hii sana kwamba kiongozi mzuri kwamba viongozi wanapokuwa wanaongoza watu, sio kwamba hawa watu huwa hawana cha kufanya au hawajui cha kufanya. Of course. Ila kiongozi mzuri anaonyesha njia namna ya kufanya. Kwa hiyo kanisani viongozi wanapaswa kujua wao kama ni viongozi, hawa watu sio kwamba hawajui nini cha kufanya, ila hawajui namna ya kufanya. Naweza nikakubaliana na wewe, naweza sikubaliana na wewe. One way or another. Kwamba mimi kuwa kiongozi kama senior pastor haina maana kwamba mimi ninajua mengi kuliko wengine. Bali kwanza uongozi ni nafasi ambayo Mungu anaweza kumpa mtu. Kwa mfano sana zungumzia swala la kanisa. Mungu anamuinua mtu, anamfanya kuwa kiongozi. Lakini Mungu akishakuweka kiongozi, maono ya kimungu hayawezi kutekelezwa na mtu mmoja. Unaona maono ya kimungu hayawezi kutekelezwa na mtu mmoja. It's a teamwork. Kwa hiyo sifa moja ya kiongozi kwanza lazima awe na maono. Lazima awe na maono. Lakini maono ya kimungu hayatekelezwi na mtu mmoja. Kwa sababu yangekuwa yanatekelezwa na mtu mmoja, na maana mtu akifa ndio mwisho hayo maono. Unaona? Lakini maono ya kimungu, kwa mfano Musa, Mungu amemchagua Musa awe kiongozi, waongoze watu kutoka Misri kuwapeleka nchi ya ahadi. Lakini Mungu akamuinulia watu, akamletea Haruni. Musa alikuwa na akili sana, very smart, lakini alikuwa hajui kuongea. Lakini ndio alikuwa mwenye maono. Lakini ndio mwenye maono. Lakini Mungu akamletea mtu anayeweza kuongea, cover ile weakness ambayo alikuwa nayo Musa. Unaona ilipofika wakati Mungu anataka lijengwe hema la kukutania, ile tempo ya muda, Mungu akamwambia nitawainua kina Bazaleli na wengine wenye utaalamu. Aliyepewa ramani ni Musa, lakini Musa hawezi kuchonga. Mungu akahamisha roho ya Musa, akaweka hiyo hekima juu ya watu wengine ili kufanya ile kazi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa teamwork. Na ndio maana hata anaitwa Elohim. Elohim ni God in plural, Mungu katika
wingi. Kuna kitu nimependa unasema kwamba Mungu ni Mungu wa teamwork. Yes. Kwamba utaratibu wa Mungu anavyo utendaji kazi wa Mungu hasa kanisani anapenda pawepo na teamwork. Okay. Yeah. Na ndio maana hata Yesu, unajua Yesu angeamua kuja kufanya kazi yote mwenyewe. Unaona, angeamua kufanya kazi yote mwenyewe, lakini hakufanya hivyo. Alijua ili haya maono yaende mbali, I need a team. Kwa hiyo Yesu akachagua watu 12, wanaume 12, akawaelezea maono yake. Kwa hivyo Yesu alispend time zaidi na viongozi kueleza yale maono alikuwa nayo. Yale maono. Sasa Dr. Nzogere. Sijui kwenye makanisa yetu viongozi wetu wanatumia muda mwingi kueleza maono, au kila Jumapili ni Bible mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Februari, no general meeting ya kukaa na viongozi ambao ni makanisa. Mimi naona kama hiyo kwa baadhi ya makanisa ambayo nimepita nilikuwa nikifanya research zangu, nimeona kwamba maono ya makanisa mengi hayako well shared. Naona kama ni changamoto sana, au maono yanakuwa hayako specific. Kwa sababu kiongozi, kazi kubwa ya kiongozi kwanza ni kuuza maono alionayo. Na kwa kawaida mambo makubwa yanafanywa na watu wachache walioelewa. Naelewa. Kwa hivyo you don't expect, huwezi kutazamia kanisa zima kama ni watu 100 wote wakaelewa hayo maono na wakayabeba kwa uzito ule ule. Lazima kuwe na core group, kuwe na group ile ya karibu ambayo ndio inner circle, ambayo inaelewa vizuri, ambayo inaelewa haya maono. Alafu wao wanakuwa na kazi ya kuwaelewesha wengine. Sawa? Ya kuelewesha wengine. Ndio kama vile Yesu alispendi muda wake mwingi zaidi na watu 12. Alikuwa anaongea na makutano, lakini mwisho wa siku anakuja anawaelezea. Kuna somo alijaeleweka, anawaelezea ile core group. Kwa hivyo unapokuwa kiongozi wa kanisa ama ministry, hakikisha ile core group yako wanaelewa kitu gani unataka kitokee. Kiasi kwamba hata kama haupo, kazi itaendelea. Watazamaji wa Hayati TV, nafikiri mnaona vitu ambavyo daktari anaongea. Ni kwamba kama wewe ni mchungaji unatutazama, au wewe ni kiongozi katika eneo lote unaongoza taasisi, hakikisha either ni kanisa au ni taasisi, maono ya ile taasisi au kanisa yako well stated kwa group ambalo umelitrust lile la kwanza. Lakini pia share vizuri yale maono. Na pia kwenye eneo la uongozi jitahidi kujifunza ili kwamba kanisa liweze kuendelea kukua. Yes, kwa sababu kanisa la Tanzania linakuwa kwa speed sana. Na ninaamini kama viongozi wa makanisa wataendelea kujifunza kwenye eneo la uongozi, kuelewa hierarchy ya uongozi, kuendelea kuishi na watu vizuri kanisani, kukaa nao na kuwa train na kuwafundisha, basi kanisa litaenda kwenye next level. Dr. Nzogere. Yes sir. Uongozi kwenye level ya familia. Ndio. Kwanza kuna jambo moja nimeligundua kwa watoto wangu. Watoto wangu they observe more than they listen. Yaani kile ambacho huwa ninawaambia, lakini nikiwachunguza wale watoto wangu jinsi ambavyo wanawaona, wanani observe mimi ninavyo act, wanakuchunguza zaidi. Wananichunguza zaidi kuliko kile ninachokisema. Ndio. Kwa hiyo maana yake inakuja kunipa mahali kwamba kiongozi mzuri ni yule ambaye anafanya, yani akizungumza neno anasimama nyuma yake. Kwa sababu mara nyingi mtoto wangu, binti yangu wa kwanza anaitwa Hekima, mara nyingi amekuwa akikoti kauli zangu ambazo labda nimezungumza hata mwezi mzima uliopita. Anasema, "Dad, you said this. Lakini mbona hujafanya hivi? Mbona ni hivi?" Kwa hiyo unagundua kwamba kiongozi mzuri ni yule ambaye anatembea nyuma ya maneno yake. Sasa hebu twende kwenye familia. Familia nyingi zimekuwa na shida kwa sababu ya uongozi. Si kwamba baba hampendi mama, au si kwamba watoto hawapendi wazazi, lakini hierarchy ya uongozi kwenye familia inapokuwa haiko well stated, zile position, responsibility za baba, za mama, watoto, nafasi zao, kuna mkubwa, mdogo na nani na nani. Kwa hiyo zimekuwa zikileta shida sana, na wakati mwingine inapelekea hadi familia kuvunjika. Sijui pastor unalionaje hili? Kwenye swala la utaratibu wa uongozi kwenye familia, kwanza tunapozungumzia familia kunakuwa na layers nyingi za mifumo ya uongozi. Kwanza kuna utamaduni wa hawa wanandoa, mume na mke. Kwa sababu katika tamaduni zetu, especially kama wa Afrika,
tayari kuna responsibilities, kuna majukumu ambayo tayari yako defined, ambayo yameshaelezewa very clearly, na kila mtu anajua baba ni nani, wajibu wa baba na mama, na kuna baadhi ya mifumo ya kijamii ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa kandamizi. Labda kuna baadhi ya tamaduni zetu, baba akiongea kitu huwezi kumquestion, huwezi kuuliza mzee, hapa mzee labda umepiga kamba. Of course hata kama umepiga kamba, lakini huwezi kusema kamba moja kwa moja kwamba mzee umedanganya. Unaweza kusema mzee, lakini unaona. Kwa hivyo kuna baadhi ya tamaduni ambazo wanasema labda wazee hawakosei, lakini ukweli ni kwamba wanakosea, nyakati wanakosea. Sasa tunapozurudi kwenye biblical perspective, mtazamo wa kibiblia wa utawala wa kifamilia, unajua Mungu ndio mwanzilishi wa familia na ndoa kwa ujumla. Na Mungu kwa sababu ni mwanzilishi, akaweka na structure ya namna gani mwanadamu ama wanadamu waishi kwenye mahusiano ya kifamilia na ndoa. Na very quickly kwenye Biblia, wa Efeso 5:22 na kuendelea, inaanza kuelezea kwanza mahusiano ya mume na mke. Inasema mume ndio kichwa cha mke wake. Kwa maana nyingine yeye ndio kiongozi. Lakini kuwa kichwa haina maana kwamba anajua kila kitu. Lakini mwanamke pia yeye anashauriwa kumtii mume wake kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Sasa utii hauna maana kwamba ni kunyamaza na kutokuongea ama kutokutoa mapendekezo yako. Na vile vile Biblia inatuelezea juu ya watoto wawatii wazazi wao, lakini pia na wazazi wasiwachokoze watoto wao. Kwa hivyo kuna haki ya mume, kuna haki ya mke, kuna haki ya watoto, na hivyo vyote. Sasa mimi sitaki kuamini kwamba watu hawajui hii structure. Lakini mimi naweza ngasema kuna kuwa na tatizo la dhambi sasa, ambayo dhambi inakuja kudistort, inakuja kuharibu hata kile kinachofahamika, kinageuka na kinakuwa tena hakipo. Kwa hiyo dhambi imekuwa ni kama mdudu ambaye anakuja anaingia na kuharibu hii hierarchy ya uongozi ndani ya familia, na kuharibu ile system. Kwa namna gani ya familia? Kwa mfano kama mama hata kaa kwenye nafasi yake, labda akaingiwa na hali fulani ya kiburi, ya kumdharau mume wake, labda kwa sababu ya kipato anachokipata, labda anamzidi elimu mume wake, ama anatoka familia yenye nguvu, na labda mume kwa namna moja nyingine labda ametoka kwenye familia ya chini, hana kipato. Kwa hivyo mama ambaye hana hofu ya Mungu anaweza akatumia hizo vigezo alivyonavyo kuanza kumdharau mume wake. Unanielewa? Lakini kwa mama mwenye hofu ya Mungu, ambaye anaishi maisha ya kumcha Mungu, hawezi kufanya hivyo. Kwamba pamoja na kwamba labda kitaaluma niko juu kuliko mume wangu, lakini bado naelewa yeye ni kichwa cha nyumba, yeye ni kiongozi wangu. Lakini vile vile kwa mwanaume anaweza kutumia nafasi yake. Kuna wanaume ambao kwa sababu tu alitoa mahari ng'ombe 10, ng'ombe 15, anajaribu kuchukua value mwanamke, anailinganisha na mahari aliyoitoa. Lakini uhalisia wa mambo, hakuna value. Huwezi kumnunua mwanamume, huwezi kumnunua mwanadamu kwa ng'ombe ulizotoa ama kwa fedha. Hata kama ulitoa mahari milioni 30, bado sio thamani ya mwanadamu. Mwanadamu ana thamani zaidi ya hiyo. Kwa hivyo sasa dhambi inaweza kumsababisha mwanaume akaanza kumtazama mke wake kama furniture, kama kitu, na akaona hana value, ama mtu akaanza kukosa uaminifu. Na kwa sababu mwanadamu sio chuma, hana moyo wa chuma, na react. Unaona? Kwa hivyo mume anaweza akaanza kumtesa mke wake, na mke kwa sababu naye ana feelings, anaanza kureact, lakini source ni dhambi. Sasa wengine watoto wanaweza wakajikuta wamejiingiza kwenye ulevi ama kwenye tabia chafu, na wakaanza kudharau wazazi. Dokta, unachojaribu kutuambia kwamba dhambi inapoingia kwenye familia inakuwa na impact kwenye eneo la uongozi wa familia, baba na mama kabisa. Na hiyo haishi hapo, kama umesema kitu kwamba inashuka hadi kwa watoto, inashuka. How does that affect the kids? Kwa sababu baba na mama wakiwa wamekorofishana, kwa mfano kufika mahali kama ku divorce, ni mume na mke wameachana, lakini athari watoto wanakuwa victim. Wanakuwa ni victim wa maamuzi ya wazazi. Kwa hivyo mzazi unaweza kaamua kwenda kutafuta furaha yako, labda ukaamua ku divorce, wewe inaenda njia yako, lakini hawa watoto watapita vipindi vigumu sana, waacha wapi?
Okay. Na kwanza mnakuwa mmewavuruga, wanakuwa hawaelewi sasa waende upande upi. Akienda huku kwa baba kuna shida, akienda kwa mama kuna shida, kwa sababu ili mtoto awe na afya ni lazima awe kwenye mazingira yenye amani. Okay. Sasa tunapokuja kuliangalia tatizo la dhambi ilikuja ikadistort kila kitu. Okay. Kwa sababu unajua hata kwenye Biblia dhambi ilipoingia ndo hata na uuaji ukaanza. Yes. Kaini akamuua kaka yake Abel. Yes. Sababu ya wivu. Lakini yote ilikuwa ni dhambi. Yes. I see. Yeah. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuziangalia familia zetu. Yeah. Ndugu mtazamaji wa Hayatu TV, unavyotutazama siku ya leo tunajifunza masuala mbalimbali ya uongozi nikiwa na Dr. Nzogere, Dr. Zakayo Nzogere, all the way from Mwanza. Na sijui Dr. una kitu kingine cha kutuambia kuhusu uongozi au unaziasa nini familia, unaasa nini makanisa au taifa letu kwa ujumla? Uongozi. Yes. Kuna mtu akasema everything stands and fall with leadership. Yes. Kila kitu kinaanguka ama kinasimama kulingana na uongozi. Familia ili iweze kusimama lazima uongozi wa familia ukae vizuri. Kila mtu ajue majukumu yake na afanye, na kwenye familia tunasaidiana. Na ndio maana Mungu akamwambia Adamu, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi kwa neno la Kigiriki lilotumika pale ni parakletos. Parakletos ni sio kwamba mtu unayemzidi, lakini ni mtu mnayelingana, lakini mnapishana majukumu. Kwa hivyo mume na mke wako sawa lakini wako tofauti. Pastor Dr. naomba rudia hiyo. Kwamba mume na mke tuko sawa, wako sawa, lakini wako tofauti. We are equal but different. We are equal, tuko sawa kwamba wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sawa. Wote tuna roho, wote tuna damu. Lakini we are different, tuko tofauti kwenye swala la majukumu. Kwa hivyo mume ana majukumu yake na mke ana majukumu yake. Kwa hivyo pamoja na usawa kuna utofauti, lakini huu tofauti ni wa kujengana, ni wa kujali to fulfill each other. Pale nilipopungukiwa mke wangu anajazia, pale nilipopungua mimi ninajaza. Kwa hivyo hiyo ndio leadership kwenye family level. Inapokuja kwenye masuala ya kanisa, niendelee kuwaasa, kanisa ni taasisi. Haipaswi kuwa ni kitu kinaongozwa na mtu mmoja, kwamba ni mawazo ya mtu mmoja akiyatoa hakuna anayeuliza swali. That is wrong. Kwa sababu huyu mwenye maono anapokufa ina maana yale maono yanakufa. Lakini kumbuka Musa alikuwa amepewa maono, alipokufa kazi iliendelea. Bado Yoshua alisimama na akawafikisha watu wanapotakiwa kufika. Kwa hivyo wewe kiongozi unatutazama, jiulize, wewe ukifa leo kazi itaendelea au unaenda nayo kaburini? Swali jibu nalo wewe binafsi. Kwa hivyo make sure haujengi ile dependence, ujengi, yani mchungaji unakuwa kama madawa ya kulevya, kwamba wewe usipokuwepo life haiendi. Unajua wale mateja asipodungwa ile sindano anakuwa kama amechanganyikiwa. Kwa hivyo kuna baadhi ya ministry, yani kiongozi usipokuwepo nothing moves on. So that is very wrong. Yesu aliondoka akawa ameacha kwa wingi kama watu 120. Lakini sasa hivi wako billions na billions of people. Kwa nini? Kwa sababu aliwaamini wale viongozi wake, wale wa chini yake. Kwa sababu kiongozi lazima uwaamini watu unaoongoza nao. A weak leader fears his people. Kiongozi dhaifu huwa anaogopa watu anaoongoza. Lakini kiongozi mwenye nguvu anawainua watu wake wawe na nguvu zaidi. Amen. Unaona? Ndio maana Yesu akasema ninyi mtafanya makubwa kuliko mimi. Kwa hivyo a strong leader is not scared. Kiongozi mwenye nguvu hatishwi na watu wanaoongoza. Kiongozi dhaifu mara zote atajizungushia watu dhaifu ambao hawawezi kumchallenge. Lakini kiongozi mwenye nguvu utatafuta watu wenye nguvu. Maana mnavozidi kufanikiwa na wao wanavoinuka na wao unazidi kwenda juu. Kwa hivyo that is a technique of leadership. Technique of leadership. Kwa hivyo ni washauri. Lakini kwenye viongozi wa taasisi na nini na serikali na vyama vya siasa, tuwe na uongozi sahihi ambao unaweza ukauiga. Ni uongozi wa Yesu Kristo. Alikuwa anatamani wengine wafanikiwe zaidi. Kiongozi mwenye moyo wa kimungu ni yule anatamani watu wainuke zaidi. Na kazi nyingine kubwa ya kiongozi ni kuangalia potential. Ni kuangalia huyu ana uwezo gani, ni muwezeshe ende juu. Huyu ana nguvu eneo gani, ni muwezeshe ende juu. Na kiongozi uwe na moyo wa kuwavumilia watu. Yesu alimfahamu Yuda lini kwamba anaiba hela? When did Jesus know that Judah was a thief?
Yesu alijua lini Yuda anaiba. Alimjua kwanza siku anamchagua. Alijua huyu bwana ana haya matatizo. Lakini akamchagua na akampa opportunity ya kushika mkoba. Kwa hiyo Dr. Nzogere, labda kuna kitu ulivyoongea habari ya Yuda, ni kwamba kiongozi mzuri anapokuwa na watu ambao wako chini yake, huwa kwa kipindi hicho aangalii madhaifu yao kwa kipindi hicho. Yaani kiongozi, moja ya sifa za viongozi, hata ukijua udhaifu wa mtu ama watu na waongoza, lazima kuwe na confidentiality, lazima kuwe na ule kutunza heshima ya mtu. Ukitaka kujua, yani Yesu is the master leader. Kwa sababu Yesu alimjua Yuda ni mwizi. Alijua Yuda ndio atakayemwasi. Sawa. Lakini kati ya hata wale wanafunzi wake watatu walikuwa Yesu hajawahi kuambia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ile siku wanakula. Na je, Yuda alipewa equal treatment? Kabisa, siku ile wanakula pale ile the last supper. Wanakula, Yesu akasema mmoja wenu hapa atanisaliti. Wanafunzi walisemaje? Ni mimi. Walianza kujihoji wenyewe. Kwa hivyo kila mtu alikuwa anajiuliza, kila mmoja was a potential betrayer. Kila mtu alikuwa ni prospect, kila mmoja. Ni mimi. Hakuna aliyesema kwa jinsi ambavyo Yesu anakaa na Yuda, nadhani ngome itamwangukia Yuda. Hawakujua. Na Yuda alivyotoka pale kwenye kikao, Biblia inasema wanafunzi wakadhani, maana Yesu alimwambia nenda katimize unalotaka kufanya. Biblia inasema wanafunzi wakadhani anamwambia kaandae Pasaka, kwa sababu Yuda alikuwa anabeba fedha. Kwa hivyo ina maana Yesu hakudisclose madhaifu ya Yuda. Aliendelea kumsaidia yeye na Yuda. Kwa hiyo pastor, mojawapo ya sifa ya kiongozi mzuri lazima awe ni mtunza siri. Confidentiality. You have to be confidential. Confidentiality ni ule uwezo wa kusikia mambo na kuweza kuyatunza, kwa sababu tunasema kiongozi usikie sana lakini uwe mzito kusema. Kwa sababu kiongozi ukiwa unaongea mambo ya watu sana, mwisho wa siku unapoteza ile credibility. Kwamba nimeongea na wewe jambo langu, nimeongea na wewe tatizo langu, alafu naenda kupiga story na mke wako. It's not right. It's not right. Kuna vitu ambavyo ni lazima uvitunze. Kiongozi lazima utunze vitu. Lakini pia tunasema kiongozi, a leader must have a thick skin. Lazima uwe na ngozi ngumu. Hujawahi kuona tembo anapata malaria. Kwa nini? Kwa sababu ana ngozi ngumu. Kwa hivyo kiongozi pia utapigwa mishale ya kila aina, lakini you have to be stable. Kiongozi utakiwi kuwa na maadui. Unaona? Kwa sababu especially tunapozungumzia kiongozi wa kiroho, kazi yako wewe ni kuwasaidia watu watoke kwenye madhaifu yao. Mimi naamini kama Yuda asingejinyonga, bado Yesu angemsamehe. Kwa sababu ukimwangalia Yuda na Petro, nani alifanya kosa kubwa zaidi? Petro alimsaliti pia. Yuda hakuwahi kumsaliti. Yuda alimuuza Yesu, lakini Petro alisema simjui. Yuda hakumkana Yesu. Yuda tena alimpiga kisi, akasema ndio jamaa mkamate. Kwa hivyo Yuda na Yuda alienda karudisha hata ile hela. Kwa hivyo alionyesha ile remorse, alionyesha huzuni ya kila alichokifanya, lakini huzuni yake ikapitiliza, akafanya kitu ambacho sicho. Kwa sababu ya huzuni, lakini angeweza kusamehewa kabisa. Kabisa. Kwa hivyo kama kiongozi tutafute namna ya kuwasaidia watu na tutumie kitu wanaita positive criticism. Nikiona mtu ana tatizo, ninapolizungumzia lile tatizo nizungumze kwa nia ya kutafuta solution. Sio kwa nia ya kumuua, ya kumkandamiza mtu. Ni nia iwe ni nia ya kuponya. Kwa sababu Yesu anasema sitaki hata mmoja apotee. Anamwambia Petro utanikana, lakini nimekuombea. Na ukishaimarika wasaidie ndugu zako. Unaona? Kwa hiyo Yesu alijua this is just a weak guy, ni mdhaifu. Lakini pia kiongozi unapodeal na watu, kumbuka na wewe mwenyewe una madhaifu. Unaona? Una madhaifu yako. Kwa hivyo as you treat people, you have to treat them gently. Lazima uwa treat kwa moyo wa huruma. Kumbuka kwamba na wewe Mungu anakuhurumia tu, ndio maana bado umesimama. You understand what I'm saying? So yeah, hizo ndio
leadership. Dr. Pastor Zakayo Nzogere, Amen. Thank you very much for having you today in our session. Nashukuru sana. Amen. Watazamaji wa Hayat TV, ni kushukuru kwa muda huu ambao umechagua kuweza kutazama kipindi chetu. Labda kabla sijafunga kipindi hichi, ukitaka kuwasiliana na mimi au na sisi kwa namna yoyote, kuna namba ambazo zinapita chini ya screen yako hapo. Utaona kuna namba ambayo unaweza kupata kwa urahisi kama utahitaji ushauri au kama pia utahitaji kuabudu katika kanisa ambalo tunaabudu sisi pia. Hapa Kahama tunalo kanisa, ukitaka kutupata kwa urahisi, tuko kwenye kanisa moja liko hapa Kahama maeneo ya Igomelo. Kuna sheli moja inaitwa Karagwe. Kuna ukuta wa Kahama Cotton, basi kuna kanisa pale limeandikwa Kahama International Community Church. Tunalo kanisa letu pale, kanisa la ubora, ni pale pa viwango, pale pa ubora kabisa. Njoo tuabudu. Tunayo ibada ya Kiingereza ya kwanza kuanzia saa 2, lakini pia tunayo ibada kuu ambayo inaanza kuanzia saa 5 kamili. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Lakini kabla sijafunga kipindi chetu, nikukaribishe kwenye karamu ya wokovu. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, Kristo alitualika kwenye karamu ya wokovu. Alifungua mlango wa wokovu. Inawezekana ndugu mtazamaji wa Hayat TV unatazama na hujampokea Kristo, hujamfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo ninaomba nikuongoze sala ambayo itakuingiza uweze kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Hebu funika macho yako pale na uweze nyosha mkono kuelekea screen yako na uweze kurudia maneno nitakayoyataja. Sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Siku ya leo ninakukubali. Karibu ndani ya moyo wangu. Njoo ufanye makao. Nimeufungua mlango wa moyo wangu. Ingia ndani, ufanye makao. Asante Yesu kwa sababu umenikubali. Mimi ni mtoto wa Mungu. Basi kama umesali sala hii fupi, tayari umeshafanyika kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu, umezaliwa mara ya pili. Kwa maelekezo zaidi ambayo kama unataka kuwasiliana na sisi, kama utapenda kufanyika sehemu ya mahali ambapo naabudu, please wasiliana na mimi kwenye namba ambazo unaziona kwenye screen. Kabla sijamaliza, basi nikufanyie maombi. Kama una shida yote, inawezekana wewe ni mgonjwa, una tatizo la kifedha, inawezekana mambo yako hayaendi vizuri, basi endelea kunyosha mkono wako kuelekea screen na nitafanya maombi kwa ajili yako. Basi tuombe. Hebu nyosha mkono wako kuelekea kwenye screen ambayo unatazama. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye mtazama. Inawezekana anapita katika vipindi vigumu. Inawezekana uongozi limekuwa tatizo katika familia yake. Bwana Yesu, ninaomba umsaidie mtu huyu. Ukampe neema, ukampe unmerited favor ya kuwa zaidi ya alivyo. Ukampe favor na upendeleo wa kimungu, aweze kurekebisha familia yake, kurekebisha mambo yake na hata afya yake. Kama tatizo ni la afya, afya yake ikarejee kuwa katika hali yake ya kawaida. Ninambariki mtazamaji wangu anayemtazama, ni katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna nguvu yoyote ile ambayo imekuwa ikimsumbua mtu huyu, ninaivunja katika jina la Yesu. Na natamka kwamba mtu huyu yuko huru, amekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi asante watazamaji wa Hayat TV. Kipindi kimekuwa kitamu sana. Natamani kama Dr. Nzogere tungeweza kuendelea kufanya kipindi kingine na kingine na kingine, lakini naamini atakuja. Nitakuja. Lakini pia Dokta, kama una vipindi vyako, tunakukaribisha tuletee vipindi tuweze kuwashirikisha watazamaji. Nitakuja. Amina. Amen. God bless you. Amen. Be blessed. Asante. Amen.